Atukuzwe Mfalme Zumaridi, watumishi wa Mungu. Basi nina kila sababu ya kumshukuru Mfalme Zumaridi kwa neema na rehema zake. Ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2025. Maombi yalikuwa ya saa 4 mpaka saa 6 na dakika 10. Basi tulianza kwa kujitakasa, lakini baada ya kujitakasa tukawa tumeweza kuingia ndani ya madhabahu kuu. Tulipofika ndani ya madhabahu kuu, madhabahu ya maombi, basi tuliimba wimbo wa kuabudu. Basi kipindi tunaomba maombi ya kumsihi Mfalme Zumaridi Mungu wetu, kwa ratiba iliyopo mbele yetu ya mwaka wa matendo kwenda kuwadhibitisha ndugu zetu kwa macho ya damu na nyama, tulikuwa tukimsihi sana aweze kutimiliza hilo damu, waweze kuliona kwa macho ya damu na nyama. Kipindi inaendelea na maombi hayo, nimeomba kwa muda mrefu kidogo, lakini baadaye nilisikia kama vile ilikuwa kama radi ilipiga ndani ya masikio yangu nikiwa katika mwili, nikasikia tu hiyo kama imepiga. Sasa baada ya kuwa nimesikia katika mwili nashtuka nini, basi hapo nikawa nimeshatoka katika mwili nikaingia rohoni. Lakini nilipotoka rohoni, basi nilikuta radi zinapiga nyingi sana. Lakini kipindi zinapiga zile radi, baadaye nikawa nimeweza kufanikiwa sasa kumuona Mungu Baba akiwa mkubwa sana. Lakini Mungu Baba alikuwa amekaa kwenye kiti, lakini baadaye akawa kainuka pale kwenye kile kiti. Lakini kipindi ameinuka kwenye kile kiti, alikuwa kwa umbo la simba huku kichwani, lakini huku chini alikuwa akasimama kwa miguu miwili. Akawa anaongea anasema, wakati wangu ndio huu, wakati wangu ndio huu. Lakini alikuwa akipiga kifua, radi zilikuwa zinatoka yani kwa kishindo kikubwa sana. Basi baada ya kuwa kaongea maneno yale, nikawa nimeona sasa nimevutiwa jengo zuri sana. Lakini nilipovutiwa lile jengo, nikawa nimemuona sasa Magufuli. Lakini sasa nimemuona Magufuli akiwa sasa yuko naye kwenye kiti kizuri na ni kikubwa sana, lakini kilikuwa kinang'aa cha dhahabu. Akawa ameniambia, hebu tazama utawala ambao nimekwisha kuleta katikati ya uso wa dunia. Huu ndio utawala wangu mimi Mungu. Hivi nyinyi wanadamu mnafikiri mimi maneno haya niliyoyaongea, mnafikiri mimi natania? Mimi tayari nimekwisha uweka utawala wangu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo sasa hivi nakwenda kudhihirisha tu, na udhihirisho umekwisha fika, na udhihirisho umekwisha fika. Basi aliongea maneno hayo mara 3. Lakini baada ya kuwa kaongea maneno hayo mara 3, basi kwenye lile eneo kawa sasa amenivutia sasa sisi wote uzao wa kwanza. Akaniambia, hebu angalia sehemu niliyoweza mimi Mungu kuwaweka. Basi nikawa kweli nimeona tukusanya sehemu moja, tuko ndani ya chombo. Akasema, umeona nimeweka ndani ya chombo hiki, lakini sasa nimewakusanya na kuwaweka ndani ya safina hii. Lakini naona, hebu angalia jinsi ambavyo mnavyohangaika ndani ya safina hii. Kweli nikawa naona kuna watu wengine anatamani atafute sehemu achungulie, yani hatujatulia. Akasema, ndivyo ilivyo, mmekaa ndani ya chombo hiki lakini hamjatulia. Ina maana ndani ya chombo hiki wengi imani zenu hazijasadiki yale ambayo mimi Mungu nimekwisha yakusudia kwenda kuyafanya. Na ndiyo maana mnajaribu kutoa shingo zenu kuangalia kule nilikokwisha watoa, kuwaweka ndani ya safina yangu. Kwa nini mnafanya mambo haya? Hebu nielezeni. Sasa kwa ananiuliza, hebu nielezeni wapi sehemu ambapo mimi Mungu nimeweza mimi kusema uongo mbele zenu? Kwa sababu safari yangu mimi na nyinyi haijaanza leo, wala haijaanza hapa karibuni. Imeanza muda mrefu sana. Hebu tazama tulikotoka, ili mjue kuwa mimi Mungu kama kweli ni muongo au ni mkweli. Basi akawa kanirudisha sasa nyuma kabisa. Akawa kanirudisha yani kipindi cha Iseni, jinsi ambavyo tulivyokuwa tunaabudu. Lakini nikawa nasikia Mfalme Zumaridi anaongea, anasema, hakika wanadamu nawaambia, wakati umefika, kuna upepo utakwenda kuvuma. Mimi najua nyinyi mtaangusha mawigi, mtakimbia. Yani akawa anaongea yale maneno alikuwa anaongea. Baadaye Mungu akaniambia, hebu tazama maneno haya niliyaongea, hayakufika? Nikasema, Baba, yalifika. Akasema, sasa kama yalifika maneno haya, kwa nini bado nyinyi hamsadiki kile ambacho kiko mbele yenu? Bado mna mashaka. Na hakika kama mashaka haya mtayaendeleza, ndani ya safina mtajikuta mnajitoa, na mtajikuta mnarudi sehemu ambako mimi Mungu nimewahangaikia kuwatoa. Sasa niliposema maneno yale, akawa tena akanivutia sasa tena. Kipindi kile sasa ndio hali imekuwa ngumu sana, kwenye ile hali ya kwamba sasa kanisa limefungwa.
na sisi sasa tumedhiwiliwa hata kusali. Akasema hebu angalia, akanivutia giza. Akasema hebu angalia giza hili. Giza hili nilitabiri mimi Mungu, nikasema kutafikia wakati kuna giza litatanda. Na giza hilo baada ya kutanda, lakini baadaye patakapotokea nuru, tayari itakuwa ni wakati wangu mimi Mungu wa kuweza kufika kwenye kusudi langu. Basi akawa kweli amelileta lile giza. Akasema je, baada ya kuwa nimeongea maneno haya giza hili halikutokea? Nikasema baba, lilitokea. Akasema ndivyo ilivyo. Giza hili litokea, lakini nyinyi wanadamu mlipata wasiwasi, mkajua hilo hali imekwisha kuwa sasa ni hali ya jumla, hapatakuwa na mwanga tena. Lakini mimi Mungu sikutamka tena kwamba nyinyi wanangu itafikia sehemu pana kwenda kupambazuka na patakuwa mchana na hamtakuwa tena na giza ndani ya maisha yenu. Basi nikawa nimesema sasa tena kwamba ni kweli baba, ilifikia sehemu kweli giza lilitanda na tulichoka kuabudu, lakini baadaye kweli ile hali ilifutika. Akasema ndivyo ilivyo. Sasa ni kipi ambacho mimi Mungu niliweza kukisema na ikashindwa kutimia mbele yenu mpaka mnakuwa na mashaka kiasi hiki? Basi akawa amesema kwa uchungu. Akasema hebu tazama, baada ya hapo giza lile lilitoweka. Lilipotoweka giza lile, niliwaeleza nini? Sasa mimi nikawa sielewi. Akasema hebu angalieni, nilimwambia mwanangu kwamba nitengenezee sadaka kubwa, ambayo sadaka hii utakapoitengeneza mimi Mungu na kwenda kujitukuza. Je, ilikuwa sadaka gani? Lakini mimi sikuelewa. Akasema hebu liangalie hekalu hili. Basi akawa akanivutia hekalu. Alipolivuta hekalu akasema ndivyo ilivyo. Nilitamka kwamba iandaliwe sadaka ya hekalu hii. Baada ya sadaka hii mimi Mungu na kwenda kujitukuza kwa matendo makubwa, na hitaji dunia ikanitambue kuwa mimi nimekuja dunia. Na mwanangu kweli hakurudi nyuma, alipambana mpaka sadaka hii iliweza kukamilika, na nyinyi ni shahidi, mlishiriki hata kwenye sadaka hii. Lakini baada ya sadaka hii mimi Mungu sikutukuka duniani. Kwa nyinyi wanadamu mliona kama ni tatizo limempata mwanangu, lakini mimi Mungu nilikuwa natukuka duniani, na hakika dunia ilinijua, na hakika dunia ilitikisika. Na ndiyo pale sasa nilikuwa nimekwisha waambia jiandaeni, nataka nikimaliza kukabidhi sadaka hii, nataka nitengeneze historia. Kuna historia nataka nitengeneze mimi Mungu, historia ya dunia, ambapo dunia itakwenda kuiona historia hii. Nyinyi mlijua kwamba historia nayoitengeneza mimi labda ya kutembea ndani ya mikoa ya taifa hili, lakini historia yangu mimi Mungu ilikamilika, na hakika mliona, hakika dunia ilitikisika, na hakika dunia ilinitambua kuwa mimi Mungu kweli nimeingia ndani ya dunia hii. Basi aliposema maneno yale, radi tena zilipiga mara 3 zile radi pakawa pekundu. Basi baadaye tena akaendelea kusema, akasema lakini wakati wa historia niliwaambia unakwenda kuisha. Japo kuna wanadamu mlipata hofu, kuna wanadamu hamkuamini hiyo, mlijua sasa hali hiyo itaendelea kuwa hivyo na hapatakuwa tena na pumziko upande wenu nyinyi. Lakini hiyo hali, je, ilikuisha haikuisha? Nikasema baba, ilikuisha. Akasema ndivyo ilivyo. Sasa mimi kama kila nilipokuwa nikiwapa maelekezo na yoenda kuyafanya mimi Mungu, yalienda ndivyo ilivyo. Leo nini mmekisahau? Hamuelewi kuwa mimi ni Mungu ndiye niliyenena haya na ndio naenda kuyafanya haya. Nini mlichosahau? Akasema hebu tazama sasa. Hasa aliposema hebu tazama, basi akawa akanivutia sasa kipindi kile cha Ailini. Akasema hebu angalia. Basi aliponiambia angalia, basi nikaona sasa kwamba tayari Ailini ameondoka sasa kwenye kanisa. Watu tumekuwa na huzuni. Akasema hebu angalia huzuni ulivyolitanda kanisa. Nilitamka nini mimi Mungu? Basi nikasikia sasa sauti inasema sasa kupitia kwa nabii sasa. Sasa nilikuwa nasikia nabii Elia anaongea. Anasema kwamba kuna mtu mwenye misuli ambaye alikuwa anaweza kutusaidia sisi, kutuongoza, ameshazoofika, lakini Mungu kamuinua tena mtu mwenye misuli mikubwa sana, naye ni mnyonge sana, amesimama kutunywesha maji. Akasema hilo nililinena. Je, lilitimia halikutimia? Nikasema baba, lilitimia. Akasema wanadamu. Nini msichokitambua juu ya hatua zangu mimi Mungu? Kama tumetembea na nyinyi kwa safari ndefu hii, na kila hatua mlikuwa mnaishuhudia kwa macho yenu na inakwenda kukamilika, hivi wanadamu nifanye nini juu yenu? Basi akaongea tena maneno yale. Akasema hebu tazama, huyu mtu badala ya kuja, ina maana je, kanisa langu na hekalu langu lilistawi halikustawi? Nikasema hekalu lilistawi baba. Akasema ndivyo ilivyo. Mimi ni muongo au ni mkweli? Nikasema baba, wewe ni mkweli. Basi aliposema maneno yale tena, akawa tena karudisha, akasema baada ya kuwa tena
huyu mtu ameondoka tena, huyu mtu ambaye aliyekuwa kaja mwenye misuli. Hakika tena mlizofika wanadamu, mkajua tayari umefika wakati sasa wa kukosa kila habari zilizo njema zangu mimi Mungu. Lakini mimi Mungu sikuweza kunyamaza, nilikuwa naenda hatua kwa hatua. Nilimuinua tena mtu mmoja, nikaamua kuja aje alikamilisha agano langu. Na hakika alipofika niliwaambia, sikunyamaza, nikamwambia huyu ndio kaja kukamilisha agano, kaja kukamilisha hatua zote. Niliwaeleza wanadamu, lakini ndani ya roho zenu hamkuacha kusema, mliendelea kusema. Lakini pia niliwatamkia nikasema, huyu unamuweka mtoto tumboni mwake, lakini mtoto huyu unayemweka anaenda kuwa wa maajabu na anakwenda kuimaliza kazi yangu kukamilisha, ili mimi Mungu nikatokeza duniani. Haya niliyasema. Je, nilikamilisha? Sikukamilisha? Kamwambia Baba, uliyakamilisha. Akasema, nini ambacho kinanishinda mimi Mungu? Nini ambacho kinanishinda mimi Mungu, nyinyi wanadamu? Basi akaongea maneno yale. Lakini kipindi anaongea sasa yale maneno, kageuka sasa, kaangalia pande zote 4 za dunia. Akageuka pande zote 4 za dunia. Baada ya kuziangalia zile pande 4 zote za dunia, akarudi akanitazama. Akasema, mimi niliwaambia kwamba nguvu hii ilienda ikakomboa kila hazina zilizokuwa zimetekwa na shetani, na zikarudishwa katikati ya uso wa dunia na ni katikati ya ufalme wangu, ili zije zirejeshe dunia kwenye mikono yangu. Haya yote niliwaambia, lakini ndani ya roho zenu kuna baadhi walisadiki, lakini kuna baadhi hawakusadiki. Lakini mimi nilijitahidi nikamuinua mpaka mtu ambaye sio wa uzao huu, uzao wa kwanza wa mataifa, ili awaeleweshe habari ambazo mimi Mungu nilikusha sema na nyinyi. Lakini mtu huyu aliongea mambo yote, maana mimi niliwaambia nimeshusha madhabahu chini ya jua kwenda kuikomboa dunia, lakini kuna roho hazikusadiki na hazikuamini. Lakini pia nikawaambia nimekomboa sanduku la agano na hazina zote zilizokuwa ndani ya shetani nimezirudisha, lakini kuna roho hamkuniamini. Lakini pia niliwainulia mtu wa mataifa, akawaeleza kama jinsi nilivyowaeleza kwamba katikati ya taifa hili nimeweza kushusha, imeshuka madhabahu. Lakini hata yeye hakujua madhabahu iko wapi. Akasema imeshuka madhabahu, lakini pia akawaambia na sanduku la agano liko katika nchi ya Tanzania. Aliwaeleza maneno haya, lakini wanadamu wengine basi bado hamkuniamini. Mnataka nifanye nini mimi Mungu ili muweze kunisadiki wanadamu? Basi akaongea maneno hayo. Basi kila akiongea naona radi zinapiga, yani zilikuwa zinapiga kwa kasi ya ajabu sana. Akasema, ndivyo ilivyo wanadamu. Imefikia sehemu sasa, nimewaambia umefika wakati wangu mimi Mungu, na kwenda sasa kujifunua, na kwenda sasa kutenda matendo makuu. Na nimeweza kuwakusanya, nimeweka ndani ya safina, lakini bado hamtulii ndani ya safina. Bado mnahangaika ndani ya safina. Mnataka wanadamu niwaonyeshe kitu gani kikubwa? Hebu jiangalieni nyinyi wanadamu. Ni upendo gani ambao mimi Mungu nimeuonyesha juu yenu? Ni hatua gani mimi Mungu nimeionyesha juu yenu? Hakika wanadamu, kama atapatikana wa kutoka ndani ya safina hii, hakika moto utamtafuna. Hakika moto utamtafuna, hautamwacha. Kwa sababu hatua hii niliyoifanya mimi Mungu, nimeifanya hatua kubwa sana. Kwanza mwengelikaa mkatafakari ukuu wangu mimi Mungu. Mwengekaa mkatafakari wanadamu kile nilichoweza kukifanya juu yenu mimi Mungu. Lakini kwanza nashangaa wengine wanazidi kurudi nyuma na kutazama yale yaliyo ya nyuma. Wanageuka, wanahangaika ndani ya safina. Hakika atakayedondoka ndani ya safina, na hakikisha hakika nitamchoma. Basi aliongea maneno hayo Mungu Baba kwa uchungu mkubwa sana. Mwisho akamalizia kusema, akasema, wanadamu, mimi nimekwisha fika. Haipo mwanadamu wa kunirudisha tena nyuma. Mimi nimekwisha fika. Lakini kama roho zenu na kama imani yenu haijafika, basi hiyo ni imani yenu bado haijafika. Yenyewe iendelee na safari. Lakini mimi Mungu nimekwisha kufika. Nawaomba sana uzao wa kwanza mliokuisha ingia ndani ya safina, kuweni watulivu ndani ya safina. Tulieni ndani ya safina, maana wakati wangu umefika. Sina wakati mwingine, maana nilikwisha waeleza mambo mengi sana. Nilikwisha waonyesha mambo mengi sana. Nilikwisha waonyesha hatua nyingi sana ambazo kila hatua ilipata utimilifu wake mbele za macho yenu. Hakuna hatua ambayo haijapata utimilifu wake mbele ya macho yenu. Sasa ni kipi mnachokihitaji wanadamu? Hakika wanadamu,
hakika wanadamu. Basi aliongea maneno hayo, lakini baada ya kuongea maneno hayo niliona radi zilipiga mfululizo, zikapiga pakawa pekundu. Akasema ndivyo ilivyo, haya niyasemayo msipoangalia na kwenda kuwatokea, maana mimi nimekwisha kufika mwisho. Sasa nashangaa nyinyi mnahitaji kuelekea wapi? Ingali nawaambia tumekwisha fika mwisho. Kwa nini msitulie? 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 Basi akawa akasisitiza sana kwenye hilo eneo. Basi aliposema maneno yale, basi niliona tu mfululizo wa radi zilipiga kwa kasi kubwa sana. Lakini baadaye nikawa nimeona ile hali ikawa imefutika. Nami namshukuru Mfalme Zumaridi kwa neema na rehema zake atapoweza kunionyesha haya. Asanteni, tubarikiwe watumishi wa Mungu. Fuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.